Basi ndugu zangu wapendwa, natamani tukapate kwenda kujifunza kitu ambacho wengi wetu tumekuwa katika hali ya kuchukulia katika hali ya wepesi. Wengi wetu tupo katika hali ya kuchukulia vitu hivi katika hali ya wepesi sana. Neno la Mungu linasema kwenye Biblia, kile kitabu ambacho kinaitwa Mathayo. Tutaenda kusoma Mathayo sura ile ya 24, na hapa kuna kitu natamani tujifunze ambacho kitaenda kutokea hapo baadaye, majira siyojulikana, saa isiyojulikana. Kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 24, tutaanza kusoma kuanzia ule mstari wa 29. Nalo neno la Mungu linasema kama ifuatayo. Mathayo sura 24 kuanzia mstari wa 29 inasema: lakini baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi utatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara ya Mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu yatakapoomboleza, nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu za utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu na mpaka mwisho huu. Ndugu yangu mpendwa, na hilo ni neno la Mungu. Yesu Kristo alikuwa anazungumza na wanafunzi wake. Yesu Kristo akaulizwa na wanafunzi, Bwana, lini majira ambayo atakayorudi duniani? Lini majira ambapo itakuwa ni mwisho wa ulimwengu? Yesu akamwambia, msidanganywe. Wengi watakuja kwa jina langu wakisema kwamba mimi ni Kristo. Manabii wa uongo watatokea, wengi watatumia jina langu kuweza kupotosha watu. Mengi yatatokea, kutatokea na vita, kutakuwa na magonjwa, kutakuwa na matetemeko. Na hakika ndugu zangu, tumeyaona yote. Makorona tumeona, vita ya pili, vita ya kwanza, tumeona yote. Manabii wa uongo kama wote wanakufuata na kwambiaje, chukua pako, chukua mafuta, chukua chumvi, chukua sukari, chukua hiki. Ndo hao Yesu alikuwa anazungumzia hao. Ndugu yangu mpendwa, Yesu Kristo akaja kutoa ishara ya mwisho kuhusiana na ujio wake. Nina uhakika ndugu zangu wengi mmekuwa mkisikia ile nyimbo. Hata yule msanii wa kidunia, yule msanii wa kidunia anaitwa Roma, anajiita Roma Mkatoliki, na yeye pia akabeba hiyo nyimbo akaanza kuimbia. Akasema, parapanda Italia, parapanda. Hiyo nyimbo ndugu zangu, sana sana pale tunapokwenda kuwazika ndugu zetu, mwendo umeisha, wakati umefika, mwanaume umevishwa suti, dada umevishwa nguo yako nzuri, umewekwa kwenye jeneza. Ndugu zangu Waislamu tu ndo hamnaga hiyo nyimbo parapanda. Ila ndio vile majira yakifika, tunabebana, tunapelekana kabulini, tunasimamishwa pale. Sasa hiyo nyimbo huwa tunaimba, parapanda Italia, parapanda, parapanda Italia, parapanda. Wakati huo ndugu yangu ni wakati ambapo watu wanabeba jeneza. Wakati huo jeneza linashushwa kwenye kaburi. Wakati huo watu wanajiandaa kurusha chepe. Nyimbo inaimbwa, parapanda Italia, parapanda, parapanda Italia, parapanda. Sasa ndugu zangu, sikiliza nikwambie. Unajua wengi wetu tunapoenda msibani, tunapoisikia ile nyimbo inaimbwa, tunachukulia wepesi kwa sababu hatuelewi ujumbe mzito unaobeba ile nyimbo. Kuna sehemu inasema, waliookoka watakuwa wamekwisha nyakuliwa kwenda kumlaki Bwana Yesu mawingu. Waliookoka watakuwa wamekwisha nyakuliwa kwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Ndugu yangu, sikute na wewe pale makabulini ulikuwa unaimba kabisa, parapanda Italia, parapanda. Hujui unaimba nini. Sasa Yesu anasema majira na nyakati na saa zitafika. Hatujui ni lini, hatujui tutakuwa wapi, hatuelewi itakuwa ni siku gani, mwaka gani, haijulikani. Lakini siku ile mwanaume wa wanaume, Bwana wa mabwana, Yesu Kristo original. Achana na huyu Yesu Kristo wa mafuta ya upako, achana na huyu Yesu Kristo wa chumvi za upako, achana na huyu Yesu Kristo wa vitambaa vyeupe, achana na huyu Yesu Kristo anakuambia leta mchanga, mawe ya kununua 5,500. Achana na huyo Yesu anayokuambia sijui matikiti maji sijui ya shilingi ngapi. Achana na huyo Yesu ambaye anamdanganya. Mwanaume wa mwanaume atakuja siku hiyo. Mwanaume sijui utakuta uko guest sijui.
Mwanaume sijui utakuta upo unasokota kitu sijui. Mwanaume sijui utakuta umekamata katika ile upo klabu pale ngoma inapiga tum 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 tum. Wewe uko bizo na dance. Biblia inasema parapanda italia. Tunaimba makabulini nyimbo hiyo, parapanda italia, parapanda. Ndugu yangu, huelewi ujumbe unaobeba mahala hapo. Nyimbo inasema waliookoka watakuwa wamekwisha nyakuliwa kwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Sikia ndugu yangu, siku ile Yesu Kristo atakaporejea duniani, ndugu zangu Waislamu, hichi kitu pia mnakikiri ndugu zangu. Mnasema majira yakifika mnamuita Isa atarudi duniani, nasema atakuja kupambana. Nikashangaa eti Yesu atarudi duniani kuja kuoa. Ndugu zangu tuwe makini sana. Nataka nikwambie, Yesu Kristo mwanaume wa wanaume atakuja duniani katika lengo la kutaka kuweza kuja kuwasaidia watu wakapata kuondokana na shida hizi zilikuwa hapa duniani. Ndugu yangu mpendwa, Yesu Kristo atakuja hapa duniani, na nakwambia kweli ndugu yangu, sikia nikuelekeze. Yaani siku ile Yesu atakapokuja, hiyo imani ulioibeba, wengi tunang'ang'aniana, tunasumbuana tu mtaani hapa. Mimi Pentekoste mwenzako, mimi Sabato. Hivyo hujui kwamba mimi ndo Mroma? Mimi ndo Mroma kana kwamba mimi ndo nimetoka, mimi ndo baba yenu wote. Ndugu zangu, tunabaguana. Unajua mimi ni Muislamu mimi. Unajua mimi ndo wale ambao wanavaga kanzu fupi, ama mimi ndo wale wanavaga kanzu ndefu. Sikia nikwambie ndugu yangu, haya yote tunajisumbua sisi wote hapa, wote. Ukristo, Uislamu, wote. Hakuna mtu yoyote atakayesimama mbele za Mungu siku ile. Hakuna atakayesimama mbele za Mungu sema, baba, mimi nilikuwa Pentekoste. Mimi baba, nilikuwa ni Mroma. Kana kwamba kwa Uroma wako, kana kwamba kwa Uislamu wako basi Mungu akupokee. Sikia nikwambie, Biblia inasema kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 3, Biblia inasema twajua ya kuwa Mungu ni mmoja. Tunakiri Mungu ni mmoja, hakuna Mungu wa tatu. Hakuna Mungu wa tatu, nakataa. Sote tunakiri kwamba Mungu ni mmoja, lakini andiko linamalizia yupo mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu, mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Sasa ndugu yangu, kama wewe ni kutaka kuingia mbinguni, nakwambia kuomba ile sala ya kusema kwamba Salamu Maria, mama uliojaa neema, utuombee. Sikia nikwambie, Maria kafa na dhambi, yani kafa kwa uwezo wake, hata kuombea wala hata fanya chochote. Ndugu zangu, ninajuaga pia kwa ndugu zangu Waislamu, majira yakifika, mauti imekamata mtu akiondoka, kuna yale majira ambayo tunasema tunamuita shehe tendo kapiga dua ndugu yangu pale kabulini, Mungu amuonekanie, Mungu ampe kibali kidogo. Sikia nikwambie ndugu yangu, yani leo ndugu yangu, ujihusishe na vitu vilivyo kinyume na mapenzi ya Mungu. Leo ndugu yangu, ujiburudishe na mambo ambayo Mungu apendeze nayo. Ufe mimi nije nikuombee kwa shehe ama nikuombee kwa padri, nitoe sadaka, upigiwe maombi uingie mbinguni. Hapana. Mungu sio mwanadamu. Mungu haongwi. Sikia nikuelekeze. Ninaona vijana wenzangu wako wengi hapa, wanaume wenzangu wengi hapa. Nataka niwaambie ndugu zangu, tupambane. Biblia inasema asiyefanya kazi na asile. Hiyo ni neno la Mungu, asiyefanya kazi asile. Hata sisi wenyewe natuona hapa, tuna kazi zetu, ingawa ndio vile tumeona tuwahi kuchoropoka kazini tuje tukuhubirie Injili. Sikia nikwambie ndugu yangu, fedha, mali, dhahabu, vyote tutaviacha. Umeona hilo gari ulokuwa nalo, kuna siku utaliacha. Umeona hiyo bajaji ulokuwa nayo, kuna siku utaiacha. Simu ya mkononi ambayo umekopa leo hii unalipa kidogo kidogo, kuna simu itafika utaiacha. Umeona hiyo frame ambayo Mungu akubariki, unasema una frame yako. Umeona hilo eneo la biashara ambalo leo unasema una eneo lako la biashara. Ndugu yangu, sikia nikwambie, majira yakifika, eneo lako la biashara kuna mwingine atakuja kulichukua. Wakati huo nyumbani, dada, mama, baba, nani wamelia, wamekula bwabu, wamekula malage, nyama zimepikwa pale, tumekula, tumekubeba, tumekupeleka, maisha yanaendelea. Mwingine anachukua nafasi zetu na maisha yanaendelea. Ndugu zangu, Yesu Kristo anasema narejea. Watu wengi tumekuwa katika ile hali kana kwamba tunategemea tutasikia parapanda ikipiga papa para 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 papa. Sikia ndugu yangu, Yesu atakuja kwa namna hiyo. Usikute kwako ndugu yangu, Yesu atakuja
akiwa katika hali, ndugu yangu, ya kukuta wewe ukiwa katika afya njema, mauti ikakupata na hatimaye ukaisha kuangamia. Ndugu zangu wapendwa ambao mmeketi katika foleni yetu mahala hapa, Yesu Kristo ndiye njia ya mimi na wewe kuingia mbinguni. Dini hazitatupeleka mbinguni. Sio Pentekoste, sio Roma, sio Sabato, wala si Uislamu utakwambia kwamba mimi kisa Muislamu mbinguni nimepata tiketi. Hakuna kitu kama hicho. Biblia inasema yuko Mungu mmoja. Ninakiri ndugu zangu, hakuna miungu watatu. Hakuna Mungu watatu, yupo Mungu mmoja tu. Lakini Biblia inasema yupo mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu, mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Biblia inaongezea kwa kusema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima milele. Nataka nikuelekeze ndugu yangu, Yesu Kristo ambaye leo hii unamchukulia mzaa, sikuti wakati huu neno linahubiriwa nachukulia musikia wajinga wanapoteza muda wetu. Sikia jamaa wanatupigia kelele muda huu. Yaani wakati huu sisi neno la Mungu tunakuhubiria, wao wanachukulia kama vile tunacheza muziki, yani hapa kama tunacheza singeli hapa. Sikia nikwambie ndugu yangu, majira atafika. Huyu Yesu Kristo anayehubiriwa atakuja kwa namna gani? Hiyo ndio siri aliyotuwekea. Tunadhani kwamba tutaona parapanda juu mbinguni pamepasuka paa. Ndugu yangu, usikute parapanda yako ni pale utakapopanda pikipiki kuelekea ghetto. Usikute parapanda yako ni pale ambapo umepanga kana kwamba ukapata kwenda kuonana na dada fulani, sister fulani, ukaonana na mshikaji fulani, ukaonana na mwamba fulani, alafu unashangaa unapanda bajaji, unapanda gari, unapanda daladala, unapanda pikipiki, kabla hujafika Mungu amwendie mbinguni anakwambia hapana. Ndugu yangu mpendwa, Yesu naye akasema atakuja na parapanda. Ndugu yangu sikiliza nikuelekeze. Hii muda huu unaisikia ni parapanda Mungu anaipiga katika masikio yako. Muda huu unaposikia sauti hii ni parapanda inayopigwa kwenye masikio yako. Lengo ndugu yangu, ukapate kupata nafasi ya kuchukuliwa na kupelekwa juu kwa Baba mbinguni. Ndugu zangu, narudia tena, sikia nikueleze. Biblia inasema wazi na mimi nashikamana nayo, asiyefanya kazi asile. Nakubaliana nayo, lakini nakwambia fanya kazi, mpokee Yesu Kristo, ujiandae kwa ajili ya mauti, ujiandae kwa ajili ya ujio wake. La sivyo, majira atakapofika utapatwa na mshangao, utapatwa na ile hali ya kusema baba, mbona nilikuwa naenda msikitini, mbona nilikuwa naenda kanisani, mbona nilikuwa natoa sadaka, mbona nilikuwa nasaidia maskini, mbona nilikuwa nafanya hiki? Mungu akamwambia wewe, na zile bangi ulizokuwa unavuta, zile SM ulizokuwa unavuta, zile double kiki, smart jini ulizokuwa unaipiga, zile prisoner, vipi kuhusiana na zile kali ulizokuwa unazisokota zile? Anakwambia wewe kijana wangu, vipi kuhusiana na yule dada Rose? Vipi kuhusiana na Mwajuma? Vipi kuhusiana na Lina? Vipi kuhusiana na Grace? Alafu unasema eti yeye ni Mungu wa kwangu. Sikia nikwambie ndugu yangu, Mungu aliye mbinguni anakuambia mimi pamoja na wewe bado tunayo nafasi ya kurekebisha. Kitabu kile cha Danieli, Biblia inasema, Danieli sura ya 9 mstari wa 9, Biblia inasema rehema na msamaha ni kwa Bwana Mungu wetu ingawa tumemuasi. Ndugu yangu, usizani ya kwamba mimi nimezaliwa nikiwa hivi. Msizani ya kwamba mimi nawahubiria hapa kana kwamba mimi nilikuwa hivi. Mimi nazunguka na shuhudia. Mimi nilifikia pande ndugu yangu, yani nilivurugwa akili. Nilikuwa ndugu zangu, Yesu anabadilisha maisha, acheni. Nilikuwa nimefika wakati ambapo nilikuwa na kigunia changu cha bange ndani. Yaani washikaji wanakuja ninawasokotea. Ndugu yangu, nilikuwa na mtungi wangu wa shisha ndani. Yaani nachukua ile shisha zile ladha zile, nachukua ile minti ile, nachukua strawberry ile, ninaichanganya na bange. Alafu ninaiweka kwenye shisha, mwanaume ninaivuta. Ndugu yangu, yaani tulikuwa ni watu wa ajabu. Mpaka imefika hatua tunakuhubiria. Ndugu yangu, nakwambia hii ni parapanda Mungu anaipiga ugeuke. Hii ndio parapanda Mungu anakwambia kijana wangu stuka, amka binti, amka dada, amka mwanangu. Majira atakapofika, saa itakapofika, haitakuja na hodi. Saa itakapofika, haitakuja na hodi. Nikasome kwenye kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 20. Ufunuo wa Yohana sura 20. Twende kwenye sura 21.
sura ile 21 ya Ufunuo Yohana. Nitaanza katika ule mstari wa 6. Nitaenda kuanzia mstari wa 6, nitasoma mpaka mstari ule wa 8. Biblia inasema, kitabu kile cha Ufunuo Yohana sura ya 21 mstari wa 6 mpaka ule wa 8, inasema, akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Mstari wa 8 namaliza kwa kusema, vijana wenzangu, baba zangu, kuweni makini na mstari huu. Sikia neno hili, kwa maana lisije likatimizwa kwako. Biblia inasema, Ufunuo Yohana sura 21 mstari wa 8, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hawa waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Baba, kijana mwenzangu, dada zangu mnaopita muda huu hapa mbele yangu, Yesu Kristo anatumia hii nafasi kama sehemu ya kutupatia fursa tubadilike. Nakwambia ukweli ndugu yangu, muda huu tunaweza tukachukulia, mbona nina uzima, mbona natembea, mbona naweza kula, mbona na 10,000 mfukoni, mbona nina hiki, mbona nina kitanda changu 6 kwa 6, mbona na chumba changu pale na kabati, mbona na mume wangu mzuri. Sikia nikwambie, majira na nyakati na saa zitafika. Nakwambia ndugu zangu wa Kristo, mimi napendaga kuimba sana nyimbo. Kuna nyimbo fulani wakati wa msiba pale, jeneza limelekwa pale, kuna nyimbo inapigwa inasemaje? Tuonane paradiso, tuonane paradiso, tuonane paradiso, kwenye mji ule wa raha, tuonane. Hey. Muda huo ndugu yangu, yani kijana mwenzangu, hata kama hauna suti, wanaume tutakupambania utapata suti siku hiyo. Nakwambia ndugu zangu, Waislamu ndio wanaga mambo mengi. Yani majira yakifika, yani kwa kweli Uislamu, kwa kweli mimi naufurahi hapo tu. Yani kitambaa kimoja tu, sanda inaletwa pale, tunakufunga sanda, pra imeisha. Sisi wa Kristo ndio tuna mambo mengi. Lakini majira atakapofika, wote kwa pamoja, futi 6 tutachimbiwa. Yule mwimbaji msanii wa kidunia ambaye anawaimbiaga nyimbo za sengeli, futi 6 tutachimbiwa, na hakika tutazama. Shida iliyopo ni hii ndugu yangu. Shida sio kufa, shida sio kuondoka hapa duniani, shida sio ndugu yangu kuaga dunia, shida ndugu yangu sio kuondoka kuweka kwenye jeneza. Yani ndugu yangu hakuna shida, lakini shida iliyopo ni jambo moja tu. Pale ambapo unajua unaenda kufa na haujaishi maisha ya mpendezayo Mungu. Wakati leo unaambiwa utubu dhambi zako, mpokee Yesu Kristo, unasema sikia mjinga huyu, ona anaongea nini wewe, ona anapoteza muda wetu huyu, anapiga makelele. Si angeenda Kibaoni huko, si angeenda Kariakoo huko, anakuja kutupiga makelele. Sikia nikwambie ndugu yangu, leo unaweza kaona kwamba wewe unachokifanya kiko sahihi kwa kubeza neno la Mungu, kisema ya kwamba, kwa ndugu zangu Waislamu mnamsema wa kusema sikia kafiri yule, sikia kafiri yule. Ndugu yangu mimi nakwambia, kafiri huyu kweli anaongea. Anasema Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako, alikubali kutemewa mate kwa ajili yako, alikubali kuvuliwa nguo kwa ajili yako, alikubali kupigwa misumari kwa ajili yako, alafu leo namkataa. Hey! Kuna nyimbo tulikuwa tunaimba kanisani, nasema kilio 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 kilio, utamlilia nani? Kilio 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 kilio, utamlilia nani? Kama injili umehubiriwa lakini ukabeza, kilio kilio, utamlilia nani? Vipeperushi ulipewa na vyote baba ukakata, kilio kilio, utamlilia nani? Unasimama mbele za Mungu wakati ule, anakwambia binti yangu, sawa walikuwa wanaenda kanisani, lakini kwa mavazi walikuwa wanavaa, kulikuwa na vijana walikuwa wanakutazama vibaya. Unasimama mbele za Mungu mahala pale, anakwambia kijana wangu, sawa walikuwa wananiamini, lakini ulienda kwa mganga ukachukua mzizi ukaweka kwenye biashara yako. Bila Mungu anakwambia sawa kijana wangu, ninajua ulikuwa unaniamini, lakini ukachanja chale, ukaambiwa hizi chale zitakuzuia wewe na wachawi wasikuzuru. Mungu anakwambia mwanangu, mimi bwana nakujua sana, ulikuwa unatoa sadaka, ulikuwa unasaidia yatima, ulikuwa unafanya hiki, ulikuwa unafanya kile, lakini kijana wangu ulikuwa unamsaliti mke wako.
ndogo, ile nyumba ndogo vipi? Anakwambia siku ile, baba, mbona ulikuwa unakubali kuweza kumfanyia hivi mke wako kinyume ambavyo na vile nilivyotaka? Oh, ndugu yangu mpendwa, ndio ile nyimbo inarudi tena kusema kilio, 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 utamlilia nani? Kilio, 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 utamlilia nani? Leo Mungu anakupa nafasi ya kutubu. Leo Mungu anapiga parapanda mahala hapa. Mungu analipua parapanda masikioni mwako. Mungu anakwambia, mwanangu, kijana wangu, binti yangu, majira yamefika, geuka, geuka, geuka. Mungu ameandaa mahali panapoitwa mbinguni. Mahala pale paitwapo mbinguni ndiyo mahali anataka sisi wote, wana Tanzania wote, wa Kenya, wa Uganda, wote tuingie mbinguni. Lakini Mungu aliye hai ana aina ya watu ambao hataweza kuwaridhia waingie mbinguni. Je, ndugu yangu, kijihesabia wewe upo miongoni mwa wale ambao unaona utapewa ruksa ya kuingia? Je, kwa aina yako ya maisha unayoishi unaona kwamba Mungu akisema kuchukue, je, unapata ruksa kuingia katika ufalme? Sikia nikwambie, Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo ndiye njia, ndiye uzima, ndiye kweli. Inaweza kawa unadharau muda huu. Muda huu unavyosikia unaweza kawa unachukulia bwana, mbona napiga makelele tu hapa? Muda huu unaweza ukasema wananikwaza, bora malizo ondoke tu. Sikia nikwambie, majira yakifika, saa ikifika, dakika ikafika, iwe muda ule umekula ugali ama ugonjwa umekukamata ukaenda zako hospitali, siku ile unapambania pumzi ambayo leo unaipumua katika hali ya amani kabisa. Siku ile unapambania pumzi, unahangaika. Umeona hii pumzi leo unaivuta, umeona hii pumzi leo unaingiza ndani, inatoka, inaingiza, inatoka. Muda huo unafika, baba, unapambana hivi. Ngoja nikuulize swali, ngoja nisikia hivi. Najua wanaume wenzangu wengi sasa tumeweza kuwa tumeona hivi. Hujawahi kumwona mtu pale anapokuwa anataka kukata roho? Mtu anakata roho, anaanza kurusharusha miguu, anarusharusha mikono, anafanya fujo pale. Hujawahi kuona hicho kitu? Sasa nikuelekeze kile kitu pale. Wadaktari wanakwambia mwanaume anapambania pumzi. Mwanaume anapambania pumzi, ndio maana anapata ile nguvu ya mara mwisho, kurusharusha mikono, kujitupatupa. Anapambania pumzi ambayo leo hii unaipumua kwa wepesi. Alafu leo hii, ndugu yangu, naweza kawa nasikiliza kama nilivyosema, kana kwamba kwako, hawa vijana wanapoteza muda wao. Kwa nini wasiende kufanya biashara kule? Unajua bwana, hawa vijana wengine hawana kazi. Kwa sababu hawana kazi, wanabidi waje tu watuhubirie mtaani. Sikia nikwambie, ndugu yangu, kazi tunazo, hela tunaingiza, lakini tumeona tujitoe sadaka kuja kwako kwenye ofisi yako, tukwambie tubu dhambi, mkubali Yesu kabla hujachelewa. Tubu dhambi, umpokee Yesu kabla hujachelewa. Majira yakifika, saa ikifika, dakika ikifika, itakuwa ni kilio hakika kama tutafanya maamuzi leo sahihi. Ndugu yangu, nina imani umesikia neno la Mungu. Nataka nikwambie, nikuelekeze. Yesu Kristo ametupatia hii nafasi ya siku leo kuiona, akiwa na lengo mimi na wewe tufanye maamuzi leo sahihi, ili majira yatakapofika, saa itakapofika, tusije tukashindwa kuingia mbinguni. Wawezao kuingia mbinguni ni wale waliomkiri Yesu Kristo ya kuwa yeye ndiye Bwana na Mwokozi. Nataka nikamilishe kwa kukwambia, ndugu yangu mpendwa, uende umekuwa ukijiambia kwamba Yesu Kristo kwangu ni Bwana. Ndugu zangu, kwa upande wa Uislamu mnasema Yesu Kristo kwetu ni nabii, kwetu ni mtume, kwetu ni mtumwa wa Mungu. Sikia nikwambie ndugu yangu, kusema kwamba Yesu ni Bwana, kusema Yesu ni mtume, kusema Yesu ni nabii, kusema kwamba Yesu ni Mungu, kusema kwamba Yesu ni hiki na kile, hiyo ni njema. Lakini kama haujamkubali na haujabadilisha mwenendo wa tabia zako ya maisha yako, siku ile itakapofika, ndugu yangu, biashara yako haitakusaidia. Ndugu yangu, akaunti yako ya benki ambayo una milioni 3 kule, una milioni 5, hiyo biashara yako iliyokuwa nayo, frame yako iliyokuwa nayo haitakusaidia. Mtu mwingine ataichukua na ataendeleza. Lakini wewe, kwa kuwa umeshindwa kurekebisha, kwa kuwa umeshindwa kutengeneza, kwa kuwa umeshindwa kufanya vile ambavyo Bwana anavyotamani, Mungu aliye hai hataweza kukukataa. Lakini bado unayo nafasi. Njoo kwa Yesu Kristo leo. Njoo kwa Yesu Kristo leo. Sikia nikwambie, kuja kwa Yesu Kristo sio kukufanya wewe uje ufanye hichi ninachokifanya mimi mahala hapa.
Kuja kwa Yesu Kristo si kana kwamba wewe ukapate kuja kutembea tembea mtaani kama mimi. Huu ni wito wangu mimi. Unaweza kumkubali Yesu, ukamwamini Yesu na ukadumu katika kazi, kwenye biashara, huku umembeba Yesu moyoni mwako. Lakini hiari ya kwako. Kama umeona neno hili ambalo tumekuhubiria limeingia sikioni mwako na unaona haja ya kufanya toba, ukapate kuanza upya katika mwaka huu 2026, ili mwaka wako ukapate kuwa ni mwaka wa upya katika maisha yako. Kama uko tayari kumkubali Yesu Kristo, utakachoweza kukifanya, utarejea maneno haya ambayo nitakwenda kukunuizia. Maneno haya ambayo nitaenda kuyatamka, utayarudia kama sehemu ya kuweza kutubu dhambi zako na kumkubali huyu Bwana katika Yesu Kristo. Basi unaweza ukarudia maneno haya pamoja nami. Sema, Mungu wangu, nimesikia siku ya leo, mimi ninahitaji kubadilika. Leo niko tayari nikapate kubadilika. Ninamkubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wangu. Ninamkubali Yesu katika maisha yangu leo. Mungu wangu, naomba unisaidie. Kwa akili zangu siwezi, kwa mawazo yangu siwezi, ila kwa msaada wako nitaweza. Mungu wangu, naomba unisamehe makosa yangu yote niliyoyafanya kwa kujua na hata kwa kutokujua. Mungu, ninakuomba siku ya leo ukapate kunisaidia nikakae katika neno lako. Nifundishe, nielekeze, nifuate kweli yako. Nami ninaomba hayo yote katika jina la Yesu. Amen. Amina. Mungu akubariki kwa ajili ya kumkubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wako. Kama kweli umefanya hiyo sala kwa kumaanisha, ninakwambia hivi, yani maamuzi uliyofanya ndugu yangu ni maamuzi bora kuliko hata ungepewa bilioni 1 kwenye maisha yako. Sasa nitaenda kukuombea na hatimaye nitakupatia namba za simu tukapate kuwasiliana. Huenda una mawazo tofauti, labda una neno lako, una ushauri kwangu, una maoni kwangu, una jambo ungetamani kunielekeza, kunielewesha ili nikapate kuboresha huduma, ama una kitu chochote unatamani kufika kanisani, unatamani tukapate kujadiliana, unatamani tuwe na urafiki, namba ya simu nitakayoitaja ndiyo utakayoweza kuitumia katika lengo la kuweza kunipata. Basi nitaanza kwa kukuombea na hatimaye nitakutajia hizo namba za simu. Basi tukaombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mtoto wako ambaye amempa neema hii ya kipekee akapate kuweza kusikia neno lako. Baba, ninazidi kuomba mbele za utukufu wako, usiache kumbariki katika kumlinda, katika kumtunza, katika kumtetea na kumpigania dhidi ya maisha haya ambayo tuliyokuwa nayo. Shetani hatamani wala hapendi watoto wako tukapate kuweza kubadilika, bali Mungu anatamani tuendelee na mienendo yetu ya ajabu. Mungu, ninakusihi mbele za fadhili zako, ujitukuze mfalme wa falme, ujiinue Mungu mwenye nguvu, katika hali ya kuwasaidia wanao wakapate kukujua kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi. Wabariki, wainue, watetee, wapiganie katika nguvu ya jina la Yesu Kristo. Bwana, ninaomba utupe neema ya kipekee kwa kutufundisha kweli yako na njia yako, na mbinguni siku ile tukapate kukutana. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyesikia, ni katika uwezo wa jina lako Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Basi ndugu yangu, kama nilivyosema, una maoni, una ushauri, una jambo lolote ambalo ungetamani tuzungumze, una kitu chochote ambacho ungependa tukapate kujadiliana, una chochote kwangu, tunaweza tukawasiliana kwa kupitia namba hii. Namba ya simu ya mimi na wewe kuweza kuwasiliana kama ifuatavyo: 0710679104. Narudia tena, namba ya simu. Una ushauri, una maoni, unatamani kusema na mimi, una jambo lako unatamani tuombe pamoja, una kitu chochote kwangu unatamani ufike kanisani, namba ya simu ni kama ifuatavyo: 0710679104. Ninaenda kuinukuu kwa mara ya mwisho na kuaga katika Yesu Kristo. Namba ya simu ya kutupata ni 0710679104. Mungu aliye mbinguni akulinde, akutunze, akutetee na kukupigania. Amen.